Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni na duniani, kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wake. Ni siku nyingine tena hii, neema ya Mungu imetukusanyisha tena pamoja nasi kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tumekusanyika na kukaribisha sana kwa moyo wa upendo katika ibada hii. Na ibada tuliyo nayo ni ibada ya maombi na mfungo kwa jinsi ambavyo Roho Mtakatifu wa Mungu ameikusudia iwe. Na msingi wa ibada hii ni neno la Mungu la uzima lenye kutuokoa sisi wanadamu. Ajenda au ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu anataka tuufanyie kazi katika mfungo huu na katika maombi haya unasema ya kwamba mtoto wa Mungu, ili usonge mbele lazima uishinde vita ya mawazo. Haleluya! Ili usonge mbele na utembee kwa ushindi hapa duniani, lazima uishinde vita ya mawazo. Takwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Asante Bwana Yesu, kwa kuwa wewe ni mwema sana, kwa maana fadhili zako ni za milele na uaminifu wako ni mkuu. Asante Baba, umetupa tena nafasi nyingine tena Bwana. Nasi Baba tunaipokea nafasi hii kwa jina lako Yesu lipitalo majina yote. Baba, ninakushukuru kwa ajili yangu na wateule wako hawa Bwana, kondoo wako katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Tumekusanyika tena pamoja. Baba yetu wa mbinguni na duniani, wewe ndiwe Mungu wetu na Baba yetu. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo ndiwe Mungu wetu. Mungu wa baba yetu Yesu Kristo ndiwe Mungu wetu. Tunasema asante. Asante kwa kutupa nafasi hii Bwana. Asante kwa kutuchagua tukuamini, tukuabudu na kutumikia, tukuishie wewe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ni saa nyingine tena hii Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunazidi kujimimina katika mikono yako Bwana Yesu, mikono yenye alama katikati, ishara ya kutupenda sisi. Baba, katika agano la damu ya Yesu nimesimama katika nafasi ya ukuhani kwa utukufu wa jina lako ambao Baba nimeipata kwa damu yako ya agano jipya, damu ya Yesu, damu ya msalaba. Katika jina la Yesu ninaingia kwenye kiti chako cha rehema na neema kama kuhani wako Baba, nikiwa nimelibeba na kanisa lako lote, nimebeba wateule wako, kondoo wako hawa Bwana. Baba, nakusihi rehema zako na neema yako juu yangu mimi mtumishi wako na juu ya kondoo wako hawa Bwana, katika jina la Yesu. Yesu Kristo, wewe ndiye mchungaji mkuu wa kondoo wako hawa Baba. Baba, katika jina la Yesu nakusihi ukapate kunisamehe popote nilipokosea, iwe ni kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Nakusihi Baba, damu yako ya agano jipya inisafishe, inioshe na kuzidi kunifinyanga katika nafasi ya kukuabudu na kutumikia wewe, katika jina la Yesu Kristo, na kulihudumia kanisa lako, mwili wako huu Baba, kwa kuwa hawa ni watoto wako. Umesema unawapenda upeo, umesema umewachagua, umewategemeza kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Basi Baba, nakushukuru kwa ajili ya kila mmoja katika jina la Yesu Kristo, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Neno lako linanihakikishia wapo walio wako ambao Baba umewanunua kwa damu yako ya thamani kabisa. Baba, nakusihi msamehe mama huyu, msamehe baba huyu, msamehe kijana huyu, msamehe binti huyu na watoto hawa. Damu yako Bwana Yesu ikawaoshe na kuwafinyanga na kuwatakasa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Mungu, Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kuatamia ibada hii. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kuiongoza ibada hii kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo likatukuzwe kupitia ibada hii katika jina la Yesu. Baba, asante kwa kutupa neema na ufahamu wa kupata kufunga na kuomba Bwana kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Basi Baba, ukadhihirike kwa kila mmoja, kanisa lako lote duniani, wateule wako, dhihirika kwenye kizazi hiki Bwana, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu, tunajimimina kwako. Basi Baba, ukadhihirike, nguvu zako zikadhihirike, nguvu zako zikadhihirike Baba, uweza na nguvu zako zenye kuokoa ambazo ziko kwenye neno lako, ambazo ziko kwenye neema yako iliyokuu, katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Bwana, tembea Bwana, tembea sasa Baba,
Tembea mfalme wa amani, neno lako lilo moto na upanga likateketeze yote ambayo sio ya kwako, likang'oe yote ambayo sio ya kwako. Roho Mtakatifu wa Mungu, asante Bwana, ishara zako na maajabu yako ni makuu sana. Asante kwa neno la uzima katikati yetu. Nikiichota damu ya Yesu, tunajimwagia damu ya Yesu, namwagia kondoo wako wa damu ya Yesu, na nyunyiza damu Yesu kwenye masikio yetu, kwenye fahamu zetu, kwenye mioyo yetu. Tusaidie kulipokea neno lako sawa sawa na mapenzi yako, na yale makusudi uliyokusudia kupitia ibada hii yakasimame katika jina la Yesu. Asante Yesu, kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Katika jina la Yesu, amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu katika Mathayo 17 ule mstari wa 20 mpaka wa 21. Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia kwamba, amin nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka. Mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka. Kwa hiyo punje ya haradali ni ndogo sana sana sana. Sasa ukiwa na imani ndogo tu kama hiyo ndani ya Kristo Yesu, unao uwezo wa kuambia mlima. Mlima ni kile kitu kinachoweka kukuzuia wewe kupiga hatua, kusonga mbele. Mlima ni uzito unaosikia kwenye maisha. Sijui unausikia uzito gani, na sijui ni jambo gani ambalo limekuwekea mipaka hapo. Sasa ukiwa na imani ndogo, punje ndani ya Kristo, kama punje ya haradali, una uwezo wa kuambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, na huo mlima ukakutii. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea kusema, wala halitokuwako neno lisilowezekana kwenu. Kwa imani ndogo halitokuwapo neno lisilowezekana kwetu sisi tulio ndani yake. Yote yanawezekana kwake yeye aaminie katika Kristo. Yote yanawezekana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na neno la Mungu linasema, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kwa kufunga. Kwa neno hili kuna milima katika maisha. Lazima mtoto wa Mungu ujifunze kufunga na kuomba. Sio kufunga tu, kusali na kufunga lazima viendane pamoja. Ukifunga hausali ni kazi bure. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ni unajishindisha na njaa. Kwa ni lazima imani inaanza, afu kusali na kufunga. Sasa imani huwa inapatikana, neno la Mungu linatuambia, kwenye neno la Kristo, neno la Mungu. Imani ya kwa Mungu inapatikana kwenye neno la Mungu. Unapolisikia neno la Mungu linakupa imani ya kupiga hatua katika kile kitu. Na Mungu tunapomuomba huyu Baba yetu wa mbinguni, anasema huwa analituma neno lake litutoe kwenye maangamizo yetu yote. Linatupa hatua. Kwa hiyo kila neno la Mungu unapolisikia, ukilifanyia kazi, ndio unasonga mbele hivyo. Ndio unaenda hivyo. Ndio unasonga mbele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa kwa neno hili ambalo Bwana wetu Yesu Kristo ametuambia, mfungo wa wiki hii, siku hii, tunashughulika na mlima wa mawazo. Mawazo yote na fikra zote ambazo ni kinyume na mapenzi ya Mungu juu yetu. Haya mawazo, kuna mawazo kwenye maisha yako yanakuwekea mpaka ya maisha, unayojiwazia wewe mwenyewe na wengine wanayokuwazia. Sasa jambo hili, hata kama ni gumu kiasi gani, niko hapa kukwambia linawezekana kwa kufunga na kwa kuomba. Na ndio maana tumesimama pamoja katika jina la Yesu, kwa sauti hii ambayo Roho wa Mungu ameiachilia katikati yetu kupitia neno hili, kusimama katika mfungo huu wa maombi. Kwa nakukaribisha sana. Nakukaribisha sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kumbuka ajenda na ujumbe unasema ya kwamba mtoto wa Mungu, ili usonge mbele, lazima uishinde
ushinde vita vya mawazo. Vita vya mawazo vipo. Yeremia 29 mstari wa 11. Yeremia 29 mstari wa 11, neno la Mungu linatuambia, maana ninayajua. Kumbuka haya ni maneno anayasema Mungu mwenyewe, Baba yetu wa mbinguni. Maana ninayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu anatuambia anayajua mawazo anayotuwazia sisi. Anatuwazia mawazo ya amani, hatuwazii mawazo mabaya, anatuwazia mawazo ya kutupa sisi tumaini siku zetu za mbeleni. Sasa hebu niambie, ambaye unaisikia sauti hii, inawezekana hapo ulipo umekosa matumaini. Sasa kama umefikia kiwango cha kukosa tumaini, umechoka kabisa, ina maana hili neno limekupita, kwa sababu anasema ninayajua mawazo nayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani. Kama uko kwenye hatua ya kukosa amani, hili neno limekupita, na ndio maana leo linakufikia hapo lipate kukuokoa katika jina la Yesu. Mungu anasema ni mawazo ambayo sio mabaya. Yaani kama we uko hapo, ukiangalia kushoto unaona mabaya tu, kulia mabaya, mbele yako unaona mabaya, nyuma yako unaona mabaya, hili neno limekuja kukuokoa. Hili neno ni la kwako. Mungu anakuwazia mawazo ambayo sio mabaya. Mungu anakuwazia mawazo ya amani. Sasa inakuwaje wewe unaona mabaya tu, unawaza mabaya tu? Yaani ukikaa mpaka moyo unaanza kukulipuka. Lisikie neno la Bwana, limekuja kukuokoa. Anasema kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Sijui unawaza nini kuhusu kesho yako? Umeipoteza tumaini? Na ukisoma Biblia ya Kiingereza utaona kwamba pale inasema I know the plans. Ana mipango. Mungu ana mipango mizuri juu ya maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yamkini ulikuwa ulijui hili, lakini leo sauti hii inakufikia ipate kukwambia kwamba Mungu ana mipango mizuri na maisha yako. Haijalishi wanadamu wanakuwazia nini, haijalishi wewe unajiwazia nini. Yuko Mungu juu mbinguni, anakuwazia mawazo ya amani, anakuwazia mawazo yaliyo mema, mazuri, sio mabaya, ya kukupa we tumaini siku zako za mwisho. Na kumbuka huyu Mungu tunayemuongelea anasema katika neno lake, sio mwanadamu hata aseme uongo, na sio mwanadamu hata ajute. Na anasema ya kwamba akisema, neno lake likishuka halimrudii yeye bure, lazima litimize yale ambayo amelituma kulifanya. Sasa hili neno la Yeremia 29 limeshuka tayari, lazima litimize ambao Mungu amelikusudia kulifanya. Na yeye anasema nipo kuliangalia hilo neno. Kwa Mungu analifuatilia sasa hivi, analifuatilia, anakwambia. Na kila wakati utaisikia sauti ya Roho Mtakatifu ukikwambia, kumbuka neno la Yeremia 29:11. Mungu anakuwazia amani wala si mabaya, anakuwazia kukupa wewe tumaini siku zako za kesho. Ukisikia hiyo sauti, songa mbele, usirudi nyuma, usikate tamaa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ulipotoka ni mbali na unapokwenda ni karibu sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa nataka kwa neno hili uchukue muda utafakari. Je, mawazo yako unayojiwazia wewe na mawazo anayokuwazia Mungu Baba yako wa mbinguni yanafanana? Mungu Baba yako wa mbinguni anakuwazia amani, anakuwazia kukufanikisha katika kesho yake. Je, wewe unajiwazia hivyo? Chukua muda utafakari. Mungu Baba yako wa mbinguni hana mawazo mabaya juu yako, lakini je, wewe unajiwazia nini? Na je, swali lingine nakupa, na shetani naye anawatumia watu wengine kukuwazia wewe nini? Kuna watu mko hapa mnaendeshwa na vikao vilivyokaliwa mwaka juzi, vikao vilivyokaliwa na ndugu na jamaa na marafiki, vilivyokaliwa na majirani, kukusema, kukusengenya, kukunyoshia mkono. Hivyo ndivyo vinaendesha maisha yako mpaka leo. Yale maneno yanazunguka tu kichwani kwako. Lisikie neno la Bwana. Huyu Mungu unayemwamini,
Huyu unayesema Yesu Kristo ni Bwana anakuwazia mawazo yaliyo mema. Huyu Yesu tunayemtaja ameshakushindia hivyo vita. Mtoto wa Mungu, simama, usonge mbele, usirudi nyuma. Bwana Yesu apewe sifa sana. Je, nakuuliza, na shetani naye anawatumia watu wengine kukuwazia wewe nini? Na wewe je, hatua za maisha yako zinaendeshwa na hayo mawazo ya watu wengine? Jichunguze na ujitafakari na utoke katika hilo shimo leo hii, sasa hivi, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa kuwa neno la Mungu ni amina na kweli. Amesema, nitalituma neno langu. Amesema, unaponililia, hii ni Zaburi 107 mstari wa 19-20. Unaponililia, unapomlilia ye Mungu, analituma neno lake likutoe kwenye maangamizo yako yote. Sasa niko hapa kukwambia, tambua hii ni vita ya fikra, na roho tunayopambana nayo juu ya vita hivi ni shetani ndani ya mawazo yako na shetani ndani ya mawazo ya watu wengine juu ya maisha yako wewe. Kwa shetani akipata upenyo, ana uwezo wa kuingia kwenye mawazo yako wewe, ukaanza kujiwazia mabaya, na ana uwezo wa kumtumia mtu wako hata wa karibu, tena hasa watu wa karibu, kukuwazia we mabaya. Nakumbuka neno kabla alijawa neno, alijamtoka mtu, aliliwaza. Kabla mtu hajakwambia hutofika, alimesha kuwazia kwamba hutofika. Sasa sisi tunatakiwa tuwe hatua zaidi ya shetani. Lile wazo lake lile ndo tunalifuata leo huko, hilo wazo. Leo hii tunakwenda kuangusha mawazo yanayojiinua, yaliyojiinua, yatakaojiinua juu ya elimu ya Mungu, yatakaojiinua kinyume na mapenzi ya Mungu. Ndio lengo la maombi haya na mfungo huu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Mungu. Sikiliza nikwambie, mtoto wa Mungu, mawazo yoyote ambayo yako kinyume na mapenzi ya Mungu wa mbinguni, yako kinyume na neno la Mungu, mawazo yoyote yenye matokeo ya kutompa Mungu utukufu kwenye maisha yako, bila kujali hilo wazo, bila kujali hayo mawazo, yawe yametoka ndani yako wewe au yametoka kwa jirani yako, jua nyuma yake kuna roho chafu inayosimamia mawazo hayo. Nitarudia tena. Nitajuaje haya mawazo sio ya Mungu? Ndo najibu hilo swali, sawa? Mawazo yoyote ambayo yako kinyume na mapenzi ya Mungu wa mbinguni sio ya Mungu. Mawazo yoyote ambayo yako kinyume na neno la Mungu sio ya Mungu. Mawazo yote yenye matokeo ya kutompa Mungu utukufu, bila kujali hayo mawazo yametoka ndani yako wewe au kwa jirani yako, jua ya kwamba nyuma yake ipo roho ya shetani, ipo roho chafu inayosimamia hayo mawazo. Na kwa neno hili, chukua muda na utafakari hatua za maisha yako katika eneo lolote lile, iwe kwenye ngazi ya familia, watoto, huduma, kazi na kadhalika na kadhalika. Angalia hivyo katika hatua za maisha yako zinasimamiwa na mawazo ya nani? Bwana Yesu apewe sifa sana. Roho wa Mungu anaongea na wewe unayeshindwa kusonga mbele kwa sababu unayojiwazia mwenyewe na unayowaziwa na watu wengine. Roho wa Mungu anaongea na wewe leo. Kuna mawazo unajiwazia au unawaziwa na watu wengine, yamekuwekea mipaka usisonge mbele, yanakufanya usipige hatua, yanakufanya usifike Mungu Baba yako alipokusudia kufika, yanakupiga breki, yanakufanya utamani kujiua. Kwa nini utamani kujiua wakati yuko Mungu anakuwazia mema, anakuwazia amani, hakuwazii mabaya, na anasema mipango yake ni kukufanikisha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sikiliza mtoto wa Mungu, ili kila siku, kila saa upige hatua ya mafanikio, ruhusu mawazo yako yawaze sawasawa na mapenzi ya Mungu. Hebu tuseme wote, nitaruhusu mawazo yangu yawaze sawasawa na mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu. Tuseme tena, ninaruhusu mawazo yangu yawaze sawasawa na mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu. Na iwe hivyo in Jesus name. Amen.
Ruhusu mawazo yako yasimamiwe pamoja na mawazo ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lazima yaendane ili utembee kwa ushindi, ili upige hatua. La sivyo adui atakuonea. Lazima ujue haki zako. Mtoto wa Mungu, vita hivi vya mawazo ni vikubwa sana na ni hatari sana na ni vita ambavyo tunakutana navyo kila siku, kila saa, kwa sababu shetani anatumia mlango wa fikra zetu na za watu wengine kuinua vita hivi. Lakini niko hapa kukuambia habari njema ni kwamba sisi tulio ndani ya Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, tukiwa na maarifa ya neno la Mungu Baba yetu wa mbinguni lililo amina na kweli, na kulitumia neno hili, tunavishinda vita hivi na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda na kutufia pale msalabani. Sasa niko hapa kukupa hatua za maombi ambazo utaweza kusimama na hizi hatua na hakika utaishinda hii vita. Cha kwanza, kumbuka tunashughulika na mlima ya mawazo yaliyo kinyume na mipango ya Mungu Baba aliyotupangia sisi. Tunashughulika na milima ya mawazo iliyo kinyume na mipango ya Mungu juu ya hatua za maisha yetu. Kwa hiyo tunashughulika na vita ya lango la fikra, lango la mawazo na vyote vinavyozaliwa ndani ya lango hilo. Kumbuka mawazo mabaya huwa yani roho hii ikiingia, ikisha kuletea mawazo, kuna mapando yake pia yanakuja nayo. Ndio unashangaa mtu anapata stroke, ndio unashangaa mtu anapata kujiua, ndio unashangaa mtu anakuwa yuko depressed, anakaa tu ndani, msongo wa mawazo. Huna tena tumaini, hulifanyi kusudi la Mungu wakati umepewa uzima, umepewa pumzi ya Mungu bure. Sasa tunashughulika na hilo lango na vyote vinavyoingia katika vilivyoambatana na hiyo roho. Shetani huwa akiingiza kitu, anaingiza na bidhaa. Labda niseme hivyo utaelewa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa ni lazima kwa kinywa chako uichukue damu ya Yesu. Amen. Damu ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa imani. Imani nikimaanisha inapatikana kwenye neno la Mungu, unayoipata kwenye neno la Mungu. Chukua damu ya Yesu, uimwage hiyo damu ya Yesu juu ya malango yako ya fikra na mawazo. Unatamka kwa kinywa chako, kwa jina la Yesu naichota damu ya Yesu, ninamwagia lango langu la fikra, lango langu la mawazo, na malango yote ya fikra na mawazo yanayofuatilia, yanayonipangia mimi maisha, namwagia damu ya Yesu. Kumbuka nimekwambia kwa imani. Imani gani Mama El? Imani tunayoipata kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema, hii ndiyo damu yangu ya agano, asema Bwana, agano jipya, iliyomwagika kwa ajili yenu kwa ondoleo. Sasa ukisha soma neno la Mungu kama hivi, unajua kabisa kumbe damu ya Yesu ilimwagika kwa ondoleo. Nikiitumia mimi kumwaga, ina uwezo wa kuondoa. Kwa hiyo damu ya Bwana Yesu ina uwezo wa kuondoa chochote kwenye lango hili ambalo unashughulika lao leo, ambao leo tunashughulika na lango la fikra, lango la mawazo, ili iondoe chochote ambacho sio mapenzi ya Mungu hapo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hii ni hatua kubwa sana, kwa sababu saa nyingine hata bila kusema kitu damu ya Yesu inanena. Sote tunajua damu ya Yesu inaongea. Damu huwa zinaongea kwa niaba ya. Sasa damu ikisimama pale inaondoa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na neno lingine la Mungu linatuambia damu ya Yesu inaondoa la kwanza na kusimamisha la pili. Kwa hiyo damu ya Bwana Yesu ikisimama hapo itaondoa dhambi na kusimamisha haki. Kwa hiyo kama shetani alitumia mlango, alipata upenyo kwa sababu ya dhambi, uovu, chochote kilichompa uhalali, ipo damu ya Yesu yenye kuondoa hiyo na kusimamisha haki, na Mungu wa haki anaingia kazini. Bwana Yesu apewe sifa sana. Damu ya Yesu itaondoa kusudi la shetani na kusimamisha kusudi la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Damu ya Yesu itaondoa wazo la shetani na kusimamisha wazo la Mungu Baba wa mbinguni. Hii ni hatua ya kwanza kabisa. Vita hivi ili ushinde, damu ya Yesu lazima uiamini. Haleluya. Kwa sababu ndio itakaosimama hapo kwa ajili ya ukombozi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hatua ya pili, simama na neno la Mungu la Wakorintho wa pili mlango wa 10 ule mstari wa 3 mpaka wa 5. Neno la Mungu linatuambia, maana ingawa tunaenenda katika mwili,
hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu sio za mwili, bali ni za uwezo katika Mungu, hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Kwa hiyo kumbe kuna mawazo na kuna vitu vinavyoinuka, vinavyoweza kuinuka na kujiinua juu ya elimu ya Mungu. Zipo elimu katika dunia hii zinazojiinua juu ya elimu ya Mungu, na hizo watoto wa Mungu lazima tusimame tukiangusha hizo ngome, tukiangusha hayo mawazo yanayojiinua juu ya elimu ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mawazo yanayojiinua juu ya elimu ya Mungu, na sasa hivi shetani ameenda kwa hatua nyingine kabisa. Hizi elimu zinafundishwa mpaka kwenye hayo mashule. Unakuta watoto wanafundishwa ushoga, kutembea wenyewe kwa wenyewe, mwanaume kwa mwanaume, msichana kwa msichana. Yaani hizo ndio elimu zinazojiinua juu ya elimu ya Mungu. Lakini wewe kama kanisa, wewe kama uliyepewa mamlaka, kabla ya kuanza kuongea huko kwenye mitandao, kabla ya kuanza kuongea, kukaa vikao, hivyo vikao havikusaidii. Unatumia mamlaka uliopewa hata kuangusha hizo ngome. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikra. Hebu sema kila fikra. Haijasema fikra za watu fulani tu. Kila fikra una uwezo, mtoto wa Mungu, kuiteka nyara na kuiamuru ipate kumtii Kristo. Nitasoma tena hili neno. Simama na Wakorinto wa pili mlango wa 10 mstari ule wa 3 mpaka wa 5. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, sisi tuko kimwili, lakini neno la Mungu linasema hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kuongea sana mitandaoni ni kama unafanya vita pia kwa jinsi ya mwili. Kuongea bila kuomba hakukusaidii. Neno la Mungu linasema, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu. Mungu muumba wa mbingu na nchi. Ndio silaha sisi tulizopewa, hata kuangusha ngome. Tukiangusha ngome za mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Sasa kama Mungu anakwambia anakuazia amani, anakuazia mema, hakuazii mabaya, zile elimu zinazojiinua juu ya elimu hii ya Mungu, unatakiwa katika maombi yako usimame uziangushe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unatakiwa zile fikra za wale watu wanaokaa vikao, iwe ni mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, tamka na teka nyara hizo fikra kwa jina la Yesu. Ninaziamuru zipate kumtii Kristo. Naangusha mawazo na elimu zote zinazojiinua juu ya elimu ya Mungu, juu ya maisha yangu, juu ya kizazi changu, juu ya watoto wangu. Usikubali tu watoto wako kuitwa wapumbavu. Usikubali tu watoto wako kuitwa sijui majina gani. Na wakati una mamlaka, angusha. Kumbuka, anayeshinda katika ulimwengu wa kiroho ndio anashinda duniani, na anayeshindwa kwenye ulimwengu wa kiroho ndio anashindwa duniani. Sasa wewe anzia huko ulimwengu wa kiroho. Ukishinda huko, inashuka duniani kwa ushindi, na hakika utasonga mbele, wewe na uzao wako na nyumba yako. Bwana Yesu apewe sifa sana, na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Sasa kwa mamlaka ulio nao ndani ya Yesu Kristo, una uwezo mtoto wa Mungu wa kuangusha ngome na mawazo mabaya zilizojengwa juu yako ili kusimamia maisha yako. Na kwa neno hili una uwezo wa kuangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kilichojiinua juu ya elimu ya Mungu. Angusha kwa jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yataje hayo mawazo. Kama ni mawazo ya kujiua, kufeli, kujidharau, kudharauliwa, umasikini, fedhea, angusha kwa jina la Yesu. Na angusha kila roho iliyoambatana na mawazo hayo. Narudia tena, angusha na kila roho iliyoambatana na mawazo hayo, na achilia moto wa Roho Mtakatifu. Unatamka haya yote, tunafanya kwa kutamka kwa jina la Yesu. Achilia moto wa Roho Mtakatifu. Ukitamka, huu moto uteketeze kila ambacho sio cha Bwana Yesu kwenye maisha yangu. Moto wa Roho Mtakatifu natamka kwa jina la Yesu. Umesikia mtoto wa Mungu? Bwana Yesu amesema katika neno lake, kila pando asiolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Shetani asikie hii sentensi kwamba Bwana Yesu amesema hivi, kila pando asiolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kwa kila pando ambalo Mungu Baba hakulipanda lazima ling'olewe.
lakini ni lazima sisi tulishirikiane na neno la Mungu, tushirikiane na Utatu Mtakatifu wa Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwenye maisha ni hatari kutembea na mapando ambayo hayakupandwa na Mungu Baba, lazima yang'olewe. Ng'oa kwa jina la Yesu. Na pia kwa neno hili unao uwezo ukatuma malaika wa Mungu Baba wakang'oa. Kumbuka, wapo kuliangalia neno la Mungu, kulitii neno la Mungu, sauti ya neno la Mungu. Ndivyo neno la Mungu linatuambia, malaika wa Mungu wapo kuitii sauti ya Mungu. Sasa unapolitamka neno la Mungu, una uwezo wa kumtuma malaika wa Mungu akaitii ile sauti ya neno la Mungu. Unaambia malaika wa Bwana Yesu, sawa sawa na neno hili ninalosema, kila panda usilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Ninawatuma sasa kwa jina la Yesu. Kumbuka neno la Mungu linasema hawa ni roho waliosimamishwa na Mungu kutuhudumia sisi tunao urithi wa wokovu. Usiishi kama ujui nguvu ya msalaba. Bwana Yesu apewe sifa sana, na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Kumbuka pia kwa neno hili una uwezo wa kuteka nyara kila fikra na kuiamuru hizo fikra zipate kumtii Kristo. Kwa jina la Yesu nateka nyara fikra zote, mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, na amuru zipate kumtii Kristo. Teka nyara na amuru fikra zote, pande zote, baharini, nchi kavu, teka kwa jina la Yesu. Amuru kwa ushindi, kwa imani uliopata katika neno la Mungu. Kumbuka tulipotoka, imani ndogo tu kama punje ya haradali, una uwezo wa kuhamisha mlima. Kuambia mlima huu ng'oka, tupa baharini, unautupa baharini na ukang'oka na ukatupa baharini. Bwana Yesu apewe sifa sana. Teka fikra kwa nguvu ya jina la Yesu na amuru simtii Kristo. Mtoto wa Mungu, niko hapa kukwambia, onyesha kiu ya kutaka kutoka katika hali hiyo. Tuungane pamoja kwenye maombi haya, funga, omba. Hayo ni maisha yako Mungu amekupa, na hauna maisha mengine hapa duniani. Kwa hiyo usiishi kama ujui ushindi wa msalaba wa Yesu. Nina imani kabisa umepata ufunuo na umepata mwongozo. Karama yangu mimi ni kuwafanya watoto wachanga kiroho wapate kusimama kwa ujasiri na kusonga mbele, kukua hatua hadi kwa hatua. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndio maana najitahidi ujue watu wanaombaje. Ukiona yale matokeo, ukiona mapepo yanatoka, ndio misingi inakuaga ni neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wewe pia una uwezo ndani ya Kristo. Muamini Yesu, tumia mamlaka iliyo ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu. Maserafi na makerubi watakatifu tunakuabudu Baba, umeinuliwa juu. Umeinuliwa, 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 umeinuliwa juu. Maserafi na makerubi watakatifu tunakuabudu Baba, umeinuliwa juu. Nitakwenda kumshukuru Mungu. Baba yetu wa mbinguni na duniani, nasema asante kwa ajili ya neno lako hili la uzima ambalo limekuja kabisa kutuokoa na kututoa kwenye maangamizo yetu yote. Asante kwa kila mmoja aliyesikia na kulipokea neno lako. Basi Mungu, ule upako wako wa kulipokea neno lako na kuliamini kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Baba, ukaendelee kuwatamia watoto wako. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu, nikinyunyiza damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai kwenye fikra zetu na mawazo yetu. Katika jina la Yesu ninaamuru kila fikra sasa ipate kumtii Kristo kwa jina la Yesu. Mtoto wa Mungu, kumbuka mamlaka haya tunayapata ndani ya Yesu Kristo. Kwa kama uko hapa na bado hujamwamini huyu Yesu, hujamfungulia mlango wa maisha yako, hatushindi kwa nguvu zetu, bali kwa yeye aliyetushindia msalabani. Hii ndio hatua ya kwanza kabisa. Unavyoniona mimi nasema haya mambo kwa ujasiri, na nimeona na nimeshuhudia kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana. Ujua kwamba nimempokea huyu Yesu ndani ya moyo wangu na nimeamua kutembea naye. Na ndio maana nina ujasiri wa kukuambia wewe,
Bwana Yesu apewe sifa sana. Na wito wa Mungu hauna majuto. Haleluya. Kwa hiyo kama uko hapa bado hujampokea Kristo mwana wa Mungu aliye hai kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na neno lake, yeye aliye neno la uzima ndani ya maisha yako, karibu kwenye haya maombi. Tutaomba pamoja. Utasema baada yangu, sema: Bwana Yesu, ninakuamini. Wewe ndiwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimelipokea neno lako leo. Asante kwa nafasi ulionipa ya upendeleo. Ninakuja kwako, mimi ni mwenye dhambi. Ninakuomba unisamehe dhambi zangu zote na makosa yangu yote, na kuniosha kwa damu yako takatifu ya Agano Jipya. Bwana Yesu, ninakupenda. Bwana Yesu, nakupenda. Bwana Yesu, nakupenda. Leo hii mimi ninakufungulia kila mlango wa maisha yangu. Ingia Bwana Yesu, na kukaribisha. Ingia na Roho wako Mtakatifu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Uwe Mungu wangu na mfalme wangu, neno langu la uzima, wokovu na ushindi wa maisha yangu. Bwana Yesu, ninakuomba Baba, unijaze kwa Roho wako Mtakatifu na kwa damu yako ya Agano Jipya iliyomwagika kwa ajili yangu. Uyafute majina yangu kwenye kitabu cha hukumu na kuyaandika majina yangu kwa damu yako ya Agano Jipya kwenye kitabu cha uzima wa milele. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Mimi ni wako milele na wewe ni wangu milele. Katika jina la Yesu ninakuomba Bwana Yesu, unisaidie kutembea katika Roho wako Mtakatifu na katika neno lako siku zote za maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, unisaidie dhambi zisinishinde, majaribu yasinishinde, kwa jina la Yesu. Asante Yesu kwa kunishindia vita vyote vya siri na vya wazi. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitakwenda kukuombea. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya watoto wako wa Bwana. Hili ni neno lako Baba, nimelisema. Basi Roho Mtakatifu, sasa ni zamu yako Bwana. Tembea Baba, nguvu zako na uweza wako zikazidi kuongezeka na kudhihirika katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila mmoja ashike kwenye kichwa chake, upande wa sikio, upande wa akili pale, upande wa kwenye sikio. Shika Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa kutufunulia haya mambo ya sirini yaliyojificha. Nami Baba, naichota damu ya Yesu, nikinyunyiza damu ya Yesu Kristo ya Agano Jipya kwenye malango ya fikra ya watoto wako na malango ya mawazo yao, na yamwagia damu ya Yesu. Mungu uliyesema katika neno lako, unatuwazia yaliyo mema, unatuwazia mawazo ya ushindi kutufanikisha katika kesho yetu. Katika jina la Yesu Kristo, unatuwazia mipango ya ushindi, ndio uliotupangia sisi. Nami Baba, kwa neno hili naichota damu ya Yesu, ninamwagia watoto wako damu yako takatifu kwenye malango yao ya fikra, malango ya nafsi, malango ya mawazo yao, kwa nguvu ya jina la Yesu. Damu ya Yesu yenye kuondoa la kwanza na kusimamisha la pili. Damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili yetu kwa ondoleo, ikaondoe sasa chochote ambacho sio mapenzi yako kwa jina la Yesu. Kila kilichokuwa kinampa shetani walali kinaachia sasa kwa jina la Yesu. Nafuta kwa damu ya mwana kondoo, nafuta kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Na wamwagia wateule wa Mungu wa damu ya Yesu katika jina la shetani hawasio wako tena kwa jina la Yesu Kristo. Achia, 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 achia kwa nguvu ya jina la Yesu. Naenda kinyume kabisa na kila bidhaa iliyoingia na hizo roho. Enyi mapepo mlioshika mawazo na fikra za watoto wa Mungu, achia sasa kwa jina la Yesu. Na wafunga na kuwaseta kuzimu kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Naangusha ngome na mawazo na elimu zinazojinua juu ya elimu ya Mungu ndani na nje ya wateule wa Bwana Yesu hawa kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ngome za mawazo za kushindwa, kudharauliwa, kujidharau zimeshindwa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hawa ni watoto wa mfalme wa wafalme katika jina la Yesu Kristo. Shetani ondoka, ondoka, ondoka kwa jina la Yesu. Majini, mapepo
kwa jina la Yesu. Achia fikra zao, natamka ukombozi wa damu ya Yesu juu ya fikra zao sasa, kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu, neno lako lina nguvu kuliko neno la mwanadamu yote yule. Kuanzia sasa natamka kwa jina la Yesu, wakatembee ndani ya neno lako hili, wakasikie usiku na mchana sauti yako ikiwaambia, Mungu juu mbinguni anatuwazia mema, anatuwazia amani, kutufanikisha Baba, katika jina la Yesu. Kama ulivyosema, tunapanda utukufu hadi utukufu, imani hadi imani. Basi Bwana Yesu, asiwepo kurudi nyuma kwa jina la Yesu. Wote wakasonge mbele na wakafanikiwe sana kwa nguvu ya jina la Yesu. Natamka ukafanikiwe sana, mtoto wa Mungu, kwa jina la Yesu. Ule lipokea neno hili, ukafanikiwe kwa jina la Yesu, ukatembee katika mapenzi ya Mungu, na jina la Bwana Yesu Kristo likatukuzwe kupitia kila hatua ya maisha yako, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyetembea kwa ujasiri kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, umesema kila pando asolipanda Baba wa mbinguni litang'olewa. Basi Roho Mtakatifu wa Mungu, kwa neno hili limeshuka, litakurudia wewe bure, Baba yetu wa mbinguni. Na tunatuma malaika wa Mungu kwa sauti ya neno lako hili, malaika wa Bwana Yesu, na watuma mkang'oe mapando yote ambayo Baba wa mbinguni hakuyapanda kwenye maisha yetu, hakuyapanda kwenye mwili wa Kristo, hakuyapanda kwenye kondoo wa Bwana. Kwa jina la Yesu, malaika wa Mungu, mkapigane vita hivi sasa. Kwa jina la Yesu, mkang'oe hao mapando sasa. Natuma malaika wa Mungu juu ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Asante Roho Mtakatifu wa Bwana. Baba, umetenda. Asante Baba, tumeamini Bwana. Umesema tukiwa hata na imani ndogo tu, kwa jina la Yesu Kristo tunapokea, nasi tunapokea kwa jina la Yesu ushindi wa damu ya Yesu, ushindi wa damu ya Yesu, ushindi wa damu ya Yesu, ushindi wa damu ya Yesu kwenye kila eneo la maisha yetu. Haleluya, Yesu Kristo ni Bwana. Asante Yesu. Endelea kumshukuru Mungu. Baba, asante. Asante Roho wa Bwana. Nafunika ibada hii kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, amen. Na Mungu Baba akupa kibali. Karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718293144, na namba nyingine ni +255 769145925. Damu Yesu kufunike, songa mbele. Yesu Kristo ndiye Bwana.